21:10. Mwanzo 21 mstari wa 10 inasema, kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Nina mafunzo kidogo mahali hapa, na Mungu leo amezungumza, ameweza kututoa mahali tulikuwa ndani. Niko na jambo ambalo ninajua kila mmoja amepitia katika maisha. We have been slaves. Lakini mtu ninaweza uliza, unaweza kuwa slave aje? Mtu unaweza kuwa mtumwa mahali hapa, ama ukiwa ndani ya dunia hii na uko katika dunia ya Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Topiki yangu ni utumwa. Mungu leo ametutoa ndani ya utumwa, na tunaona katika hadithi iko mali pale, sitachukua sana, naweza tu waeleza kuhusu familia ya Yakobo. Yakobo alitoka katika familia ya Ibrahimu, na niliweza kuwafunza katika milango ambayo kila mmoja alipitia ndani ya kuingia ndani ya dunia hii. Niliwafunza, mulishika kidogo. Kuna mahali hapa tuliweza kuingia tena ndani ya utumwa kupitia kwa hiyo mlango. Tunaweza kuwa, nianze na Ibrahimu, akakuja akazaa Isaac. Isaac katika hiyo boma, mama yake alikuwa na mfanyikazi, na Ibrahimu aliweza kupea mfanyikazi wake mimba. Alisaliwa mtoto. Hiyo ni first, najua ilikuwa ya Sunday school, lakini nauliza tena leo, alikuwa na mtoto, alikuwa anaitwa nani? Yeah? Ishmael. Tunaelewa wote, alikuwa na mfanyikazi na akapata mtoto, alikuwa anaitwa Ishmael. Katika hiyo familia ya Ibrahimu walikuwa namuita huyo mama yake Agar slave. Kwa maandiko ilikuwa inaitwa slave, lakini aliweza kupata mtoto wa Ibrahimu, na Ibrahimu Mungu alikuwa anampenda. Nafafanisha hilo na nini? Kuna mahali familia yenu wewe umesaliwa ukiwa slave, sababu mama yako alioleka mahali mwingine, akakaa pale, akakuacha pale na akaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Tusione tu Ismaili alikuwa wa mfanyikazi. Wewe ulikuwa wakati ulienda kuoleka mahali pale, ulikuwa unafanya kazi huko na ukazaa mtoto pale. Huyo mtoto ni wa mtoto slave. Bwana Yesu asifiwe. Kama umewahi oleka mahali na ukatoka na watoto, kwa maandiko hao watoto wanaitika slaves. Uko ndani ya slave. Bwana Yesu asifiwe. Agai, Mungu alikuwa anamtambua na alikuwa anamuona na alikuwa anajua matendo yake yote. Sara alikuwa katika njia za Mungu na alikuwa anampenda Mungu sana. Hiyo familia wote walikuwa wanamjua Mungu, na Mungu alikuwa anatumainia, na walikuwa na kaa wakingoja Mungu. Tazama hapa, maandiko yanasema aje? Sara aliweza kuona wivu wakati alipata Isaac. Mbona hakuona wakati hakuwa amepata Isaac wivu? Ninaunganisha hii mafunzo na mambo na upendo tena ndani ya kanisa, lakini kuna mahali tutaenda kuunganishwa mahali pale. Sara alikuja kusema ule mfanyikazi atolewe kwa hiyo boma. Alisema ama kusema? Mtusome. Alisema iondolewe katika hiyo boma. Hagai hakucomplain. Kuna wale watu wametoka ndani ya boma, ndoa ya kwanza, na aliongea matamshi ambaye ilizuia baraka zake, hata ile ndoa yenye aliingia. Hagai aliondoka tu hivyo vile alikuwa. Kulalamika, kumwambia Sara, siku ile huku kuwa na hiyo mimba, mbona huku fanya hivi na hivi? Si alitoka na hakukuwa anajua anaenda wapi. Saa ile Mungu anakutoa katika hiyo jamii, Mungu anakuanga amepanga maisha yako. Kuna jambo lingine, ukizaa watoto katika jamii, au watoto Mungu ndio alikuwa amekupangia katika tumbo lako. Hata kama utaondoka katika hiyo jamii, utaondoka, lakini Mungu alikuwa amepanga hivyo vile iko.
ukiondoka kuna ile mlango Mungu anaondoa, na alikuwa ameshapanga mahali wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kitu yenye iko ni kuondoa ile uchungu, utaiachilia katika hiyo boma. Ndio ile mlango yenye Mungu alikuwa amefungua katika watoto iende ikawafuate. Bwana Yesu asifiwe. Tazama, Aga aliondoka lakini hakuwa anajua mahali alikuwa anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimuongoza. Alifika mahali alienda kuficha huyo mtoto sababu ilikuwa mahali pa desert. Egypt ni nchi iko na ukame sana. Na Mungu wakati alienda tukuficha mahali, akiwa tu mahali pale, tunaweza endelea tukisoma pale, tuendelea kusoma. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona ni Mungu tena anamwambia Ibrahimu, anakubaliana huyo Aga atoke katika hiyo boma. Sasa ingine ni Mungu anapanga utoke katika hiyo boma. Don't blame yourself. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unaona ni Mungu ndiye anasema usihuzunike, anamwambia Ibrahimu usihuzunike hata kama atakapoondoka mahali pale. Si unaona anajua hata wakati Sara anamuondoa huyu mfanyikazi. Bwana Yesu asifiwe. Tazama familia ya Yakobo, alikuwa na wafanyikazi wawili na akazaa nao watoto. Nyumba ya Lea alikuwa na wafanyikazi na Yakobo alizaa watoto pale. Katika familia ya Lea, nyumba ya Lea alikuja akazaa wafanyikazi tena, na wote walikubalika mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mali ilitofautisha watoto katika maandiko. Si tunaambiwa Yakobo alikuwa na wanawe 12. Sisi wanadamu ndio tunakujanga kupakua na kuonyesha uadui kwa wenzetu. Tunaanza kuonyesha tunapakua. Tuondoe ile kitu ya kupakua. Mungu mwenyewe anakuanga anapanga. Usione ati umezaa watoto. Hao watoto wanakuanga wanasaliwa. Tazama Ismaili, wakati aliondoka, Mungu mwenyewe alisema ataenda kuibariki katika hiyo nchi atakayoienda. Bwana Yesu asifiwe. Ismaili alibarikiwa akiwa kama iko mahali hapa. Angalia 21:13. Naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyo naye ni uzao wako. Kwa sababu Ibrahimu Yakobo wakati aliachilia baraka kwa watoto wake wawili na kafungulisha milango, Ibrahimu naye aliachilia inheritance. Inheritance ni kurithi. Alipea Isaac arithi. Lakini kwa ule mtoto mwenye alizaa na mchakazi alipewa gift. Kuna ile zawadi unapewa. Kwa ule mtoto anaondoka. Wale watoto wanakuanga wako na wewe, umetoka katika hiyo boma na watoto, kuna ile gift anaondoka katika hiyo boma nayo. Na kama wewe ndio unapaki katika hiyo boma, wewe ndio mwenyeji, unapaki na inheritance. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa kuna watu wako na gift na kuna wale watu wako na inheritance. Bwana Yesu asifiwe. Ujiulize uko upande gani? Ulizaliwa katika upande gani? Wale wakupewa gift ama kuinherit? Sababu unaweza kuwa uko hapa unang'ang'ana sana kujenga, na mwingine ako na kila kitu nyumbani. Wewe ulipewa gift. Kama unaona tu maisha yako hata nyumbani au wasi chochote, huoni mwelekeo, wewe ulipewa gift. Na ule wa kuinherit ndiye ako na hizo mali. Ako Nairobi hapa na anaweza enda kuishi nyumbani kama tu ako Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Vile anaishi Nairobi, anaweza fika kwa boma yake na aishi vile iko. Hiyo ni inheritance. Lakini ha gift ule alipewa Ismaili ni ile utatembea nayo. Tazama Ibrahimu, kuna wale wenye wanaweza chukia gift. Tazama Ibrahimu alikuwa na huo mlango. Sababu gani? Hakuwahi sikwa katika nchi yenye alizaliwa. Alikuja akasikwa wapi? Katika nchi ingine. Tuna separate watoto tena, ama unaacha uchungu na laana na kitu yenye itasimama kwako. Tazama Isaac na Ismail. Kuna mahali walikuja kukutana na wakamsika
Ibrahimu. Walikuja wakakutana wakasika Ibrahimu. Hawakusema ati sababu ulifukuza mama yangu wacha niondoke. Ndipo baraka ilimfuata. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona Ismaili alienda akazaa watoto 12. Ismaili hata wakati aliondoka bado alikumbuka mahali alikotoka na akakuja akamsika papa yake. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe tunaondoa upendo fulani kwa watu ama uchungu mahali tulikotoka, sababu ile damu bado uko nao. Bwana Yesu asifiwe. Unaachilia neema tu. Wacha neema ikatembee. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema mahali hapa tena, sometimes we have been slave without not knowing. Familia tunayotoka hatujui background. Ndio unaona wengine ni ngumu sana kufikia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes God anawaruhusu ukuwe slave, but at the end you will be blessed somewhere else. Kuna mahali Mungu anaweza kukuficha tu mahali unakaa kama uko tuka utumwa, lakini for a short time. Sa inafaa mahali Mungu kama amekuepeleka mahali, vumilia tu, pengine ema lako Mungu aliweka tu kulingana na kuna sababu mahali pale, na atakutoa akupeleke sasa the right destination. Bwana Yesu asifiwe. Kama ujachichua hiyo poma, kuna shida mahali ulikotoka, tafuta njia ya kujifikiria disconnect the blood. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes Mungu usikianga maneno ya Bwana Yesu asifiwe. Hapa nilikuwa nalinganisha wamama ambao tuko na watoto ambaye tumezaa nje ya ndoa. Tuseme tumezaa watoto wanakuanga very bright sana sababu ya hiyo gift. Na haifai kama wewe ni mzazi, tuseme kama wewe ni mzazi, huyo mtoto wakati atakapokuwa mkubwa, eleza mambo ya huko mahali ulimtoa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hiyo gift ilibaki misisi pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. Hao watoto wanasaliwa na mume ambaye si bwana yako. Mume anawajali sana. Bwana Yesu asifiwe. Ule mwanaume unapokea watoto ambao sio wako, kuna ile Mungu anakufurahia sana. Bwana Yesu asifiwe. Anafurahia sababu gani? Kuna ile baraka Mungu anaachilia kwako na anakuficha. Lakini wakati unapotenga hao watoto, Mungu naye ana split yako, haezi akakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea hiyo jambo sababu pengine wengi tumetoka katika hiyo familia yenye hata ukiwasa ujui unaanzia wapi mahali umetoka, na saa hiyo damu imekuingia ujui hata mahali unaelekea, sababu hata ile familia yako haiko straight forward. Mababu zetu walifanya hivyo. Ndiposa unaona Yesu Kristo alikuja akatuosha kwa dhambi, ndiposa akatusafisha, ndiposa akatufunulia tukae tukimtumainia Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome 21:17 Genesis. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamuita Hajiri kutoka mbinguni. Akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Bwana Yesu asifiwe. Unaona huyo mtoto Ismail wakati alienda kuachwa mahali pale, mamake akisumbuka atakula nini, atakunywa nini katika kichaka, kwa kichaka, Mungu alishuka akamwambia usilie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anamtambua huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya maisha yako, kama kuna pattern uko naye katika nyumba yako, usilie. Mungu mwenyewe ndio anajua. Bwana Yesu asifiwe. Mali hapa ninazungumza, ninasema hivi, Ismaeli aliweza kukombolewa na Mungu na alikuwa anatambulika na Mungu kupitia ile damu ya Ibrahimu alikuwa ameambia ataibariki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alisikia kilio chake. Siku ya leo wewe ni mmoja wao mwenye ujulikani katika familia yenu. Ukiwasa hivi hata baba yako umjui, wengine hata wajui baba yake, ama mwingine ajui mama yake.
ukilia machozi mahali hapa, umlilie Mungu. Mungu anasikia kilio chako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wako pamoja, lakini kuna wale hawako pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale watoto wenye walisaliwa, tuseme wewe ulisaliwa katika jamii kubwa, tuseme kama familia, bibi mkubwa, bibi mdogo. Ninawajulisha, ninawaambia Mungu anawatazama. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa pamoja na hizo familia ya kitambo, nao ndio mababu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tazama Ismail sahi, Mungu aliweza kumbariki akwe mataifa. Mataifa hii inaitwa Syria, in Arabs countries. Si tunaenda kutafuta pesa mali pale. Hiyo ndio nchi na usawa wa Ismaili. Na wote wa Kristo upande huu, Egypt, Israeli yote ni familia ya nani? Wa ule mwenye ali-inherit. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa unaona bado mpaka kuna vita mpaka saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Wa Syria na wa Israeli wanakuanga wanapigana. Wanapigana ama wapigani? The same nowadays. We still fighting. Na Mungu alikuwa na sababu wakati anawabariki, lakini ndani ya damu yenu, uko yenu, bado mnapigana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikufungua macho, wewe mwenyewe ndio utaombea familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe ndio utasimamisha nyumba yako na familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ako na swali katika ile mlango mafunzo nilifunza last time na hii? Kuna mtu ako na swali? Nimefikisha hapo, mbarikiwe.